أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون Tafsiri ya aya hizi ni kama ifuatayo, ya kwamba Allah amewaahidi wale walioamini miongoni mwenu na kufanya vitendo vizuri, bila shaka atawafanya makhalifa katika ardhi kama alivyowafanya makhalifa wale wa kabla yao, na kwa yakini atawaimarishia dini yao aliyowapendelea na atawabadilishia amani baada ya hofu yao. Wataniabudu, hawatanishirikisha na chochote, na atakaye kufuru baada ya hayo, basi hao ndio wavunjao amri. Na simamisheni swala na toeni zaka na mtini mtume ili mrehemiwe. Jana ilikuwa Mei 27 ambayo tunaikumbuka kwa jina la siku ya ukhalifa. Kuhusiana na siku ya ukhalifa, mikutano hufanyika katika jumuiya ili tuweze kujua historia ya jumuiya na majukumu yetu ya husuyo ukhalifa. Na baada ya kufanya baiati ya ukhalifa, tuwe wenye kutekeleza wajibu wetu ili tuendelee kuwa warithi wa fadhili za Allah. Ihsani ambayo Mwenyezi Mungu ametufanyia, ya kwamba sisi katika zama hizi tumekubali aliyetumwa na Allah ili
atuambie kuhusu mafundisho sahihi ya islam, na kisha baada yake tukafanya baiati ya ukhalifa ili tuweze kufuata mafundisho yale ambayo alituambia hat masihi maud alah salam, na pia tuendelee kuyasambaza duniani. Basi kujiunga na ukhalifa wa kiahmadia kunamfanya kila mwana jumuiya kuwa na wajibu mkubwa sana. Ikiwa tutatimiza wajibu huo, ndipo tu twaweza kutimiza haki ya hisani aliyotufanyia Mwenyezi Mungu. Aya hizo nilizozisoma humo, Mwenyezi Mungu anapoahidi ahadi ya kuimarisha dini na kubadilisha hali ya hofu katika amani, humo ahadi hiyo imeambatanishwa na sharti hili ya kwamba muwe na imani madhubuti, muwe wenye kufanya vitendo vyema, na muwe wenye kutimiza haki ya ibada. Musiwe wenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu na chochote, musiwe na aina yoyote ya ushirikina ndani mwenu. Na kwa ajili ya kufikia hali hiyo, ibada ya Mwenyezi Mungu na sala ni muhimu sana. Na njia ya ibada aliyoambia Mwenyezi Mungu, yani sala, muwe wenye kusimamisha sala. Kutoa katika njia ya Allah ni muhimu sana, muwe wenye kutoa katika njia ya Allah. Na kumtii mtume ni muhimu mno, hivyo muwe wenye kutii kila amri yake. Basi mambo hayo tutakapokumbuka na tutajitahidi kuyafuata katika maisha yetu, ahadi yetu tuliyoifanya isemayo kuwa tutatanguliza dini juu ya dunia, tutakapofanya juhudi ya kuifuata kwa moyo wote, hapo ndipo tutaweza kupata sehemu za neema zile ambazo Mwenyezi Mungu ameahidi kuzitoa, na hapo ndipo tutaweza kujinufaisha kweli kweli na neema ya ukhalifa. Basi aya hiyo ni habari njema sana kwa waumini, lakini pia ni nafasi ya kuwa na wasiwasi, kwani masharti yaliyomo tusipoyatekeleza masharti, hatuwezi kujinufaisha kweli kweli na neema hii. Tusiposwali na kutoa zaka, tusipotimiza haki za Allah na haki za waja wake, basi kama ilivyoelezwa kwamba hatuwezi kupata rehma na fadhili ya Allah. Basi kujua historia yetu au kuazimisha siku ya ukhalifa hakutoshi, mpaka tunakuwa watumishi wa kweli wa Mwenyezi Mungu na tunalinda swala zetu na tunatimiza haki za watu wa Mwenyezi Mungu na tunatimiza haki za Mwenyezi Mungu. Basi hadi wakati huo kusherehekea siku ya ukhalifa ni bure tu. Basi kuna haja ya kujipima kwamba imani yetu ina hali gani. Je, tunayo hofu ya Mwenyezi Mungu? Je, tunafuata njia nyembamba za ucha Mungu?
je tunampenda mwenyezi mungu zaidi kuliko vitu vyote vya dunia? Je tunamtii mwenyezi mungu na mtume wake utii uliokamilika? Na pia tuangalie vitendo vyetu ya kwamba je kila amali yetu inaendana na mafundisho sahihi ya islam? Isije ikatokea hivi kwamba matendo yetu na sala zetu na kutoa kwetu katika njia ya allah na kutoa zaka na kufunga kwetu kuwe kwa ajili ya kuwaonyesha wengine tu na hija zetu ziwe kwa ajili ya kuitwa haji tu? Tutaweza kumtii mwenyezi mungu kweli kweli na mtume wake, na tutaweza kupata utulivu wa moyo na amani wakati ambapo kila kitendo chetu kitafanywa kwa ajili ya kupata radhi ya mwenyezi mungu pekee. Na kisha jamii ile itastawi chini ya kivuli cha ukhalifa ambapo kila kitendo chetu kitakuwa chenye kutimiza haki za allah na haki za watu wake. Basi si maneno matupu tu, bali tutalazimika kuzingatia amri hii ya mwenyezi mungu muda wote kwamba waumini watakaonufaika ni wale ambao matendo yao ni mema. Hazrat masihi maud alaihissalatu wassalam anasema ndani ya qurani tukufu mwenyezi mungu ameiunganisha imani na amali njema. Amali njema ni amali isiyo na ufisadi vovote. Kumbukeni ya kwamba matendo ya binadamu huvamiwa na wezi. Hawa ni wezi gani? ndiyo hawa kujionesha, yani mtu anapofanya kitendo fulani kwa ajili ya kuwaonesha wengine, kujipendelea. Mtu akifanya wema fulani, hapo anafurahi sana moyoni kwamba mimi nimefanya wema mkubwa, na maasi ya aina aina ambayo saa nyingine mtu hajisikii au hajihisi kwamba yale ni mazwambi anayoyatenda ambayo yanapoteza matendo yake. Amali njema ni ile isiyo na zuluma, kujipendelea, kuwaonesha wengine, kibri, na mtu asiwe na wazo la kunyima haki za binadamu. ndiyo amali njema. Sio kwamba mtu asitende hivi, bali akasema hata wazo lake pia lisiingie moyoni mwenu, ndipo mtakuwa waumini wa kweli na mtaitwa wenye kutenda mema. Akasema kama katika akhira amali njema inamsalimisha, vivyo hivyo katika dunia pia inamsalimisha. Akasema akiwepo mtu mmoja tu mwenye matendo mema nyumbani, nyumba nzima inabaki salama. Fahamuni kwamba kuamini pasipo na matendo mema ni jambo lisilo na faida yoyote. Basi pamoja na imani, kufanya matendo mema ni muhimu sana. Kisha akasema kwamba matendo mema hayatokani na rai yetu na maoni yetu, kwamba kwa kuwa sisi tunasema hivyo haya ni matendo mema. Hapana, bali matendo mema ni yale yasiyo na ufisadi vovote, kwani wema ni kinyume cha ufisadi. Kama ambavyo chakula kinakuwa kizuri pale ambapo kisiwe kibichi na kisiwe kimeoza, na kisitokane na mavuno yaliyo duni, bali kiwe na sifa ya kuwa sehemu ya mwili.
chakula kisicho na dosari yoyote ndicho chakula kizuri na twayibu. vivyo hivyo ni muhimu sana kwamba amali njema pia isiwe na ufisadi vovote na iendane na amri ya allah subhanahu wa taala na iwe sawa na suna ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. kile alichokifanya mtume sallallahu alaihi wasallam na akatuonesha kwa matendo yake, amali yetu iwe na hali ile, kisha isiwe na uzembe wowote ndani yake na isiwe na tabia ya kujipendelea au kujionesha. ndiyo amali njema. musije mkaeleza maelezo yenu kuhusu amali njema mkisema kwamba maana yake ni hivi na vile, bali mufanye kama mnavyoamrishwa na allah na mtume wake, na hapo mtakuwa wenye kutenda matendo mema. na akasema kwamba hicho ni kitu kikubwa na kitu kilicho muhimu mno. mkipata hali hiyo, basi mujue na muelewe kwamba nyini mkawa wenye kunufaika na ahadi ya allah. na hawa ndio watu ambao wanatimiza ahadi ya kudumisha ukhalifa wa kiahmadia, na sio wale ambao wakiona maslahi zao basi waanze kueleza maana ya amali njema kutoka kwao na waanze kueleza maana ya uamuzi ulio sahihi, na ubinafsi wao uanze kuwatawala. watu wa namna hiyo, hata tangazo lao la kushikamana na ukhalifa haliwezi kuwasaidia chochote, hata kama waendelee kusema kwamba sisi tumeshikamana na ukhalifa. hivyo watu watakao utii ukhalifa kwa kujihalisisha ndio watu ambao watakuwa na uhusiano wa kweli na ukhalifa, na ndio wenye kuulinda ukhalifa, na ukhalifa una walinda wao. maombi ya khalifa wazama yatakuwa pamoja nao na mateso yao yatamwelekeza khalifa wazama kuwaombea. hawa ndio watu wenye kutenda mema ambao uhusiano wao na ukhalifa na uhusiano wa ukhalifa kwao ni kwa ajili ya razi ya allah. basi huu ni ukhalifa wa kweli ambao uhusiano baina ya jumuiya na khalifa wa zama ni kwa ajili ya kupata razi ya mwenyezi mungu, na ndio ukhalifa ambao ni sababu ya uimara wa dini na amani. huu ndio uhusiano wa watu na khalifa wa zama ambao unawafanya wote wawili kujipatia fadhili za allah. waislamu wengine wanatamani kustawisha ukhalifa, lakini kwa kutumia hila za dunia na mipango ya kidunia, na hila zao na mipango yao haiwezi kuwasaidia kabisa, wala ukhalifa unaweza kustawi hivi hata kama wafanye nini. sasa ukhalifa utadumu kama allah alivyoamua tayari kwamba udumu. hivyo pamoja na kumshukuru mwenyezi mungu na kuinama mbele yake kwa kuwa yeye ametujaalia neema ya ukhalifa, wakati huo huo sisi muda wote tukiwa na hofu ya mwenyezi mungu moyoni, tuna haja ya kuangalia matendo yetu kwamba je, matendo yetu ni sawa na amri za mwenyezi mungu na mtume wake?
je viwango vyetu vya kutimiza haki za allah na haki za binadamu vinaendana na viwango ambavyo mwenyezi mungu ametuambia? Basi kila mwanajumuiya anatakiwa kupitisha kila sekunde yake ya maisha katika kumshukuru mwenyezi mungu kwa neema ya ukhalifa aliyotujaalia, lakini pia aangalie kwamba je tunafuata amri za allah, na tutakapoishi kwa fikra hiyo na kisha tutatenda ipasavyo na tutauombea ukhalifa ili ukhalifa udumu milele, basi hapo tutaendelea kuwa warisi wa neema za allah. Masihi maud alah salam ametuambia hivi kwamba mwenyezi mungu amemwambia ya kwamba nizamu ya ukhalifa itadumu milele, na habari njema ambazo mwenyezi mungu amempatia bila shaka zitapata kutimia ikiwa tutakuwa ni wenye kutimiza masharti yake. hivyo katika kitabu cha alwasia hatmasihi maud alah salam ameizungumzia sana nizamu ya ukhalifa. huzur anasema kwamba hii ni suna ya mwenyezi mungu ambayo suna hii tangu alipomuumba binadamu katika ardhi aliendelea kudhihirisha ya kwamba yeye huwasaidia manabii na mitume wake na huwapa ushindi kama asemavyo kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. mwenyezi mungu amekushaandika kwamba yeye na mitume wake watashinda, na ushindi muradi wake ni kwamba kama yanavyokuwa matakwa ya mitume na manabii ya kuwa hoja ya mungu ikamilike ardhini na asiweze yeyote awaye kushindana naye, ndivyo anavyodhihirisha mwenyezi mungu ukweli wao kwa ishara zenye nguvu, na kweli ile wanayotaka kuizaghaza kote duniani anapanda mbegu zake kwa mikono yao, lakini haitimizi kazi hii kikamilifu kwa mkono wao, bali kwa kuwafisha katika wakati ambao kizwahiri huwa na hofu ya ushinde, huwapa wapinzani nafasi ya kucheka na kuzihaki na kufanya masihara na kuaibisha, na pindi wanapokwisha kuzihaki hapo huonyesha mkono wa pili wa kudra yake na huleta sababu ambazo kwa njia hizo hutimia miradi iliyobakia kadri fulani kutimia. twaona kwamba pale ambapo kifo cha hatmasihi maud alah salam kilimtikisa kila mwanajumuiya, watu wasiokuwa wa ahmadia wakafurahia mno, na juu ya kifo chake wakafanya zihaka sana kiasi kwamba ubinadamu ukisikia upuuzi wao unajisikia majuto. wakafanya istihzai kiasi kwamba mtu anashikwa na butwa kwamba je, wataja majina ya allah na mtume wanaweza kukosa maadili kiasi hiki? sina haja ya kueleza mambo yao yote ya kipuuzi hapa, lakini naeleza habari za juhudi zao zingine zinazotuambia kwamba jinsi walivyofanya juhudi kubwa za kuimaliza jumuiya na jinsi walivyotunga habari za uongo na kuzisambaza wakisema kwamba jumuiya imetawanika na wanajumuiya wameritadi kutoka uahmadia. Masalan, wafuasi wa Pir Jamaat Ali Shah walisema kwamba wanajumuiya wakitubu wanafanya bayati, yani baada ya kifo cha Masihi Maud alayhi salam wakitubu kutoka Ahmadiyya sasa wanaingia katika kundi lao. Khawaja Hasan Nizami saheb anawashauri wanajumuiya akisema kwamba sasa mukatae madai ya Mirza saheb kuwa Masihi na Mahdi, waila yawezekana kwamba kwa sababu ya kutokuwepo kwa Mirza saheb aliyekuwa na uelewa mkubwa na alikuwa msimamizi mzuri, jumuiya ya Ahmadiyya haitaweza kuvumilia mateso ya wapinzani na jumuiya yao itasambaratika. Yeye akatoa ushauri huo kwa njia fulani ya kisiasa na kwa kutumia maneno laini.
mtu huyo alikuwa na tabia yake fulani, hivyo akiwa mpole kwa wanajumuiya akawapa ushauri akisema kwamba sasa mirza saheb amefariki dunia, sasa hakuna awezaye kusimamia mambo yenu, hivyo acheni jumuiya na njoni mkaungane nasi. Lakini yeye alikuwa hajui kwamba jicho lake lilikuwa haliwezi kuiona shani ya ahadi ambazo mwenyezi mungu alikuwa amemwahidi hat masihi maud alahi salatu wassalam kwamba mimi ni pamoja nawe na ni pamoja na wapendwa wako. Na mwenyezi mungu alimwambia kwa njia ya ilhamu. mwenyezi mungu akimwahidi ahadi hiyo alikuwa amempa moyo kwamba baada yako silsila ya ukhalifa wako itaanza na ahadi na bishara zote lazima zitatimia. hat masihi maud alahi salatu wassalam akasema wazi kwamba jumuiya ya nabii huwa inaona kudra ya pili pia. hapo akitoa mfano wa nabii akawapa watu jibu ambao saa nyingine wanajumuiya walio na imani dhaifu wanajisikia shida pale wanaposema kwamba hat masihi maud alahi salam alikuwa nabii. hapo jibu lake pia limekuja na akasema mwenyewe kwamba jumuiya yangu ni jumuiya ya nabii nami ni nabii. naye akasema kwamba jumuiya ya manabii inashuhudia kudra ya pili ambayo nyinyi pia mtaiona ikiwa mtabaki na imani na mtafanya matendo mema. hivyo akieleza kuhusu kudra ya pili anasema ndio kusema kwamba allah taala huzihirisha kudra ya namna mbili. kwanza kwa mkono wa manabii wenyewe huonyesha mkono wa kudra yake. pili katika wakati ambapo matatizo yanazuka baada ya kifo cha nabii na maadui hupata nguvu na huzani kwamba mambo yameharibika na huwa na yakini kwamba sasa jumuiya hii itafutika, bali na wanajumuiya nao huhangaika na kuvunjika moyo na baadhi yao wenye bahati mbaya wanashika njia ya kuritadi. hapo mwenyezi mungu huzihirisha mara ya pili kudra yake yenye nguvu na kuimarisha jumuiya iliyokuwa inaanguka. basi yule anayesubiri mpaka mwisho huona muujiza wa mwenyezi mungu kama ilivyotendeka katika enzi ya hat abubakar siddiq. wakati huo kifo cha mtume saa salam kilipofikiriwa kutokea wakati usiofaa na mabedui wengi wakaritadi na maswahaba kwa sababu ya huzuni kubwa wakawakana kwamba wameshikwa na wazimu. hapo mwenyezi mungu kwa kumsimamisha imara hat abubakar sidik akaonyesha mara ya pili onyesho la kudra yake na akanusuru islam iliyokurubia kufutika na akatimiza aliyoahidi ya kwamba wala yumakkinanna lahum dinahum allazi irtaza lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, yani baada ya hofu tutawaimarisha. kisha anasema basi eni wapenzi wangu, kwa kuwa hii ndiyo suna ya allah tangu kale ya kwamba mwenyezi mungu huonyesha kudra mbili ili kuzikanyagilia mbali furaha mbili za bandia za wapinzani. hivyo haiwezekani sasa ya kuwa mwenyezi mungu aziache suna yake ya zamani. kwa hiyo msihuzunike kwa habari niliyowaambieni, wala nyoyo zenu zisifadhaike, kwani hamna budi kuiona kudra ya pili vile vile, na kuja kwake ni bora kwenu, kwa sababu hiyo itadumu nayo itaendelea bila kukoma mpaka kiama. na hiyo kudra ya pili haiwezi kuja mpaka mimi niondoke, lakini niondokapo hapo mwenyezi mungu atakutumieni hiyo kudra ya pili itakayodumu nyani milele, kama mungu alivyoahidi katika barahine ahmadia. ahadi hiyo hainihusu mimi, bali yawahusuni nini, kama alivyosema kwamba nitashindisha jumuiya hii inayokufuata juu ya wengine hadi kiama.
basi hakuna budi mufikiwe na siku ya mimi kuagana nani, ili baadaye iwadie ile siku iliyo siku ya ahadi ya kudumu. Mungu wetu huyu ndiye Mungu atimizaye ahadi, mwaminifu na mkweli, atawaonyesheni yote aliyoahidi. Ijapokuwa hizi ni siku za mwisho za dunia na ndiyo zama za balaa nyingi kushuka, lakini hakuna budi dunia hii ibaki mpaka yote hayo yatimie aliyo ni ambia Mwenyezi Mungu. Mimi nimezihirika nikiwa kudra moja kutoka kwa Mungu, nami ndimi kudra hasa ya Mwenyezi Mungu, na baada yangu watakuwepo wengine watakaokuwa onyesho la kudra ya pili. Hivyo basi endeleni kuomba mukiwa pamoja ili kuingoja kudra ya pili ya Mungu. Hivyo basi kwa mujibu wa bishara ya Masihi Maud alayhi salam na kutokana na ahadi ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa amemwahidi, tunaendelea kuona fadhili za Allah zikitimia neno kwa neno tangu miaka 113 iliyopita. Watu waliokuwa wakisema juu ya kifo cha Masihi Maud alayhi salam kwamba kichwa chao kimekatika na sasa watu hawana chochote. Hazrat Khalifatul Masih Awwal, kama nilivyoeleza hapo kabla, watu walikuwa wakisema kwamba acheni jumuiya kwani hakuna awezaye kuisimamia. Kisha kuhusu Hazrat Masih Awwal, gazeti la Karzan Gazette liliandika kwamba sasa kuna nini kilichobaki kwa wafuasi wa Mirza? Kichwa chao kimesha katika tayari. Mtu ambaye amekuwa imamu wao, mtu huyo hataweza kufanya chochote isipokuwa labda atawasikilizisha Qur'ani miskitini. Lakini vipofu hawa wa kiakili walikuwa hawajui ya kwamba hiyo ndiyo ile kazi azimu ambayo kwa ajili ya kuifanya Hazrat Ibrahim alayhis salam alikuwa ameomba dua ya kupatikana mtume azimu katika kizazi chake, na hiyo ndiyo ile sheria azimu ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja nayo. Na hicho ni kitabu kilichokamilika ambacho wasomi wake na wanaoisomesha wanafanikiwa katika dunia na akhira, na ni kitabu ambacho kwa ajili ya kusambaza mafundisho yake Hazrat Masih Maud salam alikuwa amekuja, na ndiyo kazi ambayo kwa ajili ya kuifanya kazi hiyo nizamu ya ukhalifa imeanza. Kwa vyovyote vile, kwa kusikia jambo lao, Hazrat Masih Awwal akasema kwamba Mungu afanye itokee hivi kwamba mimi niwasikilizisheni Qur'ani tukufu. Kazi hiyo akaifanya na akafanya vizuri sana, lakini wazo hili la maadui kwamba sasa mapungufu ya kinizamu yatatokea katika jumuiya na jumuiya hiyo itasambaratika, ndoto yao hiyo haikutimia kabisa. Hazrat Masih Awwal radhiyallahu anhu akazikandamiza vikali fitina za wanafiki na baadhi ya viongozi wa Anjuman kwamba hakuna aliyethubutu kuleta shari ya aina yoyote. Na khalifa wa kwanza katika hutuba ya kwanza ya ukhalifa wake akasema kwamba sasa hata kama mwelekeo wa tabia zenu uwe unatofautiana, mtalazimika kutii amri zangu. Kisha safari nyingine akitoa hutuba katika msikiti wa Mubarak akasema kwamba nini kwa matendo yenu mmeniuzi sana kiasi kwamba mimi sijasimama katika sehemu ile mliyojenga nyini, bali nimesimama katika msikiti wa Mirza yangu. Yani sehemu ile ya msikiti iliyokuwa imejengwa katika zama za Masihi Maud salam, Hazur alikuwa amesimama kule, na si katika sehemu ile iliyokuwa imepanuliwa baadaye kwa michango ya jumuiya.
khalifa awal akasema mimi si simami kule bali nasimama katika sehemu ya msikiti ambayo ilikuwa imejengwa katika zama za masihi maud alah salam, na akasema kwamba huu ni uamuzi wangu kwamba khalifa anafuatwa na kaumu na anjuman, na hawa wote ni watumishi, yani anjuman na waumini wote ni watumishi wake. Anjuman ni mshauri na ushauri unachukuliwa kutoka kwa anjuman na inakuwa muhimu kuchukua ushauri. Pia akasema kwamba mtu aliyeandika kwamba kazi ya khalifa ni kupokea baiati tu na hakimu hasa ni anjuman, yeye afanye toba. Mwenyezi Mungu ameniambia kwamba ikiwa katika jumuiya hii mtu akikuacha ataritadi, mimi badala yake nitakupatia jumuiya nzima. Kisha akasema kwamba inasemwa kuwa kazi ya khalifa ni kusalisha sala au kutangaza ndoa au ni kupokea baiati. Kazi hiyo hata inaweza kufanywa na sheikh. Hivyo kuna haja gani ya khalifa kwa ajili yake? Hakuna haja ya khalifa. Akasema kwa ajili yake hakuna haja ya khalifa yeyote, nami hata sitemi mate juu ya baiati ya aina hiyo. Bayat maana yake ni kutii na kufuata kila amri ya khalifa wa zama. Basi hutuba hiyo ikaifanya mipango yote ya wanafiki kushindikana, na pia ikafunga midomo ya maadui, na mtu ambaye walikuwa wanamwona kwamba ni dhaifu, pale aliponena kwa msaada wa Allah akaongea hivi kwamba wote wakakaa kama povu inavyokaa na wakaanza kujificha. Waumini wa jumuiya wakafanya ahadi ya baiati kwa azma mpya, na kisha jumuiya ikaanza kupata maendeleo juu ya maendeleo, na dunia ikaendelea kuona maendeleo yake. Kisha Machi 1914 Khalifatul Masih Awwal alipofariki dunia, wakati ule jumuiya ikajawa na hofu tena. Viongozi wa anjuman waliokuwa wakisema kwamba anjuman ndiyo mwakilishi halisi wa Masihi Maud alayhi salam, na kwa sababu ya Khalifatul Masih Awwal walikuwa wamenyamaza, wakaanza kuinua tena kichwa chao. Vivyo hivyo wanafiki pia wakajaribu kuleta shida, lakini mkono wa msaada na nusura ya Mwenyezi Mungu sawa na ahadi iliyofanywa na Masihi Maud alayhi salam ukawa sababu ya kusimamia cheo cha ukhalifa. Viongozi wa anjuman walikuwa na hofu kwamba jumuiya itamchagua Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad kama khalifa wake, hivyo wakajaribu sana kwamba khalifa asiwepo na kikombe hiki kiepuke hata kama kwa muda tu. Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad akasema wazi kwamba lazima apatikane khalifa, lakini pia napenda kuweka wazi kwamba mimi sina shauku ya kuwa khalifa. Mnaweza kumchagua mtu yeyote kuwa khalifa, mimi na familia yangu tutafanya baiati yake kwa moyo wa kweli. Lakini watu hawa waliokuwa na zana kwamba wao ndio wenye akili timamu na walikuwa na wasiwasi moyoni mwao na walikuwa wanataka utawala wa dunia tu, wao hawakukubali jambo lake. Hazrat Khalid Sisani aliposema kwamba mimi nipo tayari kufanya baiati ya mtu yeyote, mnaweza kumchagua yeyote kuwa khalifa, lakini lazima khalifa awepo. Watu hawa hawakukubali jambo lake. Kisha sawa na wasia wa Masihi Maud alayhi salam, jumuiya ya waumini ikajumuika katika msikiti wa Nur, na takriban watu 2,000 au watakuwa zaidi yake wote wakamchagua Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad ndiye khalifa wao, na watu wakishindana katika zoezi hili walikuwa wanafanya baiati yake. Mashuhuda wanaandika kwamba ikaonekana kuwa malaika wakiwakamata watu wanawaleta waje kufanya baiati ya chaguo hili la Allah. Kisha kwa kuona hayo yote, viongozi wa anjuman waliokuwa wachache na walikuwa viongozi wakubwa wakachukua hazina zote za anjuman na wakaondoka kutoka huko. Lakini dunia ikaona kwamba
mwenyezi mungu kwa kuupitia ukhalifa wa ahmadia akaijalia jumuiya ya ahmadia uimara. zama za ukhalifa wa khlimsi sani raziallahu taala anhu za miaka 52 ni shahidi juu yake kwamba kijana yule aliyekuwa amekabiziwa na allah uongozi wa ukhalifa akaendelea kusonga mbele kwa kasi sana na kupata maendeleo juu ya maendeleo. watu ambao waliokuwa wameondoka na hazina ya anjuman na walikuwa wamedai kwamba sasa Kadian itatawaliwa na wakristo, leo vizazi vyao wanaona kwamba misaada ya mwenyezi mungu iliyopo kwa ukhalifa wa kiahmadia inatuonyesha kwamba wakristo wanakuja chini ya bendera ya masihi wa muhammad. sisi tunaona hayo. hatmusleh maud raziallahu anhu katika nchi mbalimbali za dunia akafungua vituo vipya vya mahubiri. barani afrika wabashiri wa ukristo walikuwa hawawezi kusimama mbele ya wabashiri wa jumuiya na mwishowe wakalazimika kukiri kwamba katika kusambaza ukristo ahmadiyat ni kizuizi kikubwa mno, na habari hizo zinapatikana katika ripoti zao. ilmuradi twaona kwamba iwe mipango ya kuvamia Kadian au iwe medani ya mahubiri au wakati wa hijra, katika kila hatua ya maisha khalifa huyo mwenye azma akailinda safina ya jumuiya kwa msaada na kwa nusura ya mwenyezi mungu, na maendeleo yakaendelea kupatikana. kisha sawa na mpango wa mwenyezi mungu, Novemba 1965 alipofariki dunia, hapo kwa mujibu wa ahadi za allah mwenyezi mungu akamsimamisha dhihirisho la tatu la kudra ya pili. kisha mwenyezi mungu akibadilisha hofu ya jumuiya katika amani, akaikusanya jumuiya juu ya mkono wa mirza nasir ahmad khalifatulmasih salis rahimahullahu taala, na jumuiya kwa mara nyingine tena ikaanza kupiga hatua katika maendeleo. barani afrika shule na mahospitali zikajengwa na jumuiya ikaanza kusambaa na kuenea katika bara la afrika. utambulisho wa jumuiya ukaanza kuzidi duniani. khalifatulmasih salis rahimahullahu taala akazitembelea nchi mbalimbali za bara la afrika, na hiyo ilikuwa ziara ya kwanza. ziara hiyo ikaleta mageuzi makubwa katika jumuiya. hiyo ilikuwa ziara ya kwanza ya khalifa wa zama aliyoifanya barani afrika. mwaka 1974 utawala wa wakati ukaleta vurugu na ufisadi zidi ya wanajumuiya na ukapitisha kanuni kwamba wanajumuiya si waislamu. hapo jumuiya ikiwa nyuma ya ngao ya ukhalifa ikajisalimisha kutoka shambulizi hili la hatari na ikafanikiwa na kupata maendeleo, na majaribio yote ya maadui yakashindikana. maadui ambao walikuwa wakidai kwamba wataifanya jumuiya ifilisike, ndoto yao haikutimia, na mwenyezi mungu akawafungulia wanajumuiya njia mpya za kuwapatia mali. wanajumuiya ambao walikuwa wamekandamizwa kiuchumi na walikuwa wamejaribu kuwamaliza, watu hawa mwenyezi mungu aliwajalia wasaa katika mali na pia akawafungulia njia za kutoka nje. basi watu waliofanya hijra katika nchi ya ujerumani na kwenye nchi zingine
baada ya mwaka wa 1974 na kisha wakajaaliwa wasaa katika mali, wanatakiwa kuwaambia watoto wao kuhusu mambo hayo, kwamba kivipi adui walikuwa wamepanga mipango yao ya kuwamaliza na jinsi mwenyezi mungu chini ya kivuli cha ukhalifa aliwafungulia njia mpya na akawajaalia sana. kisha Juni 1982 Hazrat Salis rahimullahu taala pia akatutangulia, na mwenyezi mungu sawa na ahadi yake kwa kumpitia Hazrat Mirza Tahir Ahmad Khalifatul Masih Rabi rahimullahu taala akaibadilisha hofu ya jumuiya katika amani. Maadui kwa kuona maendeleo ya jumuiya walikuwa wamesha changanikiwa, hivyo wakapanga upya, na safari hii wakafikiri kwamba kichwa cha jumuiya kikatwe. Maadui katika zana yao wakajaribu kukata kichwa, lakini wajinga na wapumbavu hawa watajuaje kwamba mwenyezi mungu ana mipango gani? Mwenyezi mungu akamsaidia khalifa wake Khalifatul Masih Rabi rahimullahu taala katika hijra, na maadui wakaendelea kuona tu. Kisha baada ya hijra kutokea katika zama za ukhalifa wa nne, milango mipya ya maendeleo ikafunguka, na kwa kupitia satelaiti ujumbe wa khalifa wa zama na ujumbe wa uislamu wa kweli ukaanza kuwafikia wanajumuiya na wasiokuwa wanajumuiya katika nyumba zao na katika kila nchi, na pia njia mpya za mahubiri zikafunguka. Jumuiya ikaanza kupatikana katika nchi mpya na mafundisho sahihi ya islam yakaanza kusambaa kote kote. Kurani tukufu ikachapishwa zaidi na tafsiri zake zikaanza kufanywa katika lugha mbalimbali. Kisha kwa mujibu wa mpango wa mwenyezi mungu, Aprili 2003 Khalifatul Masih Rabi rahimahullahu taala akafariki dunia, na hapo jumuiya ikapata pigo kubwa. Na katika wazo la wapinzani, katika dhana ya wapinzani, hiyo ilikuwa nafasi nzuri sana ya kuimaliza jumuiya, lakini mwenyezi mungu kama alivyomwahidi Hazrat Masihi Maud alayhi salam, yeye kwa mara nyingine tena akailinda jumuiya, na jinsi alivyoilinda, mashekh wapinzani pia wakaanza kusema kwamba ijapokuwa nini si wa kweli katika fikra yetu, lakini ushahidi wa kimatendo wa mwenyezi mungu huu pamoja nani, huo wanauona, lakini hawako tayari kukubali. Mwenyezi mungu akasikiliza maombi ya waumini na akabadilisha hali ya hofu katika amani na katika historia ya islam kwa kumpitia Hazrat Masihi Maud alayhi salam. Zama ya ukhalifa wa khamisa ikaanza. Katika zama za mwanzoni mwa islam, ikiwa ukhalifa ulikuwa umeishia hadi khalifa wa nne, basi huo ulikuwa umetokana na bishara ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sasa zama za ukhalifa wa tano ambayo imeanza katika zama ya Masihi Maud alayhi salam, hiyo pia inatokana na bishara ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya ujio wa Masihi Maud alayhi salam, kama ilivyofunguliwa milango mipya katika historia ya islam, ukhalifa wa tano pia ni sehemu yake moja. Wapinzani walikuwa wakifahamu kwamba sasa uongozi wa jumuiya si katika mikono imara, lakini wao hawajui kwamba mkono hasa ni mkono wa mwenyezi mungu, ambao pale unapomsaidia mtu basi unaimarisha mikono yake. Leo jicho la husda la adui linaona maendeleo ya jumuiya yakipatikana duniani. Jinsi utambulisho wa jumuiya ulivyoanza kusambaa duniani katika kila tabaka ni jambo kubwa sana. Mimi ni mtu mnyonge sana. Maendeleo haya hayatokani na sifa yangu fulani.
utambulisho wa jumuiya unaendelea kusambaa kwa viongozi mbalimbali wa dunia, basi hayo yote yanatokana na fadhili za mwenyezi mungu na ni ahadi za masihi maud alah ssalam zinazotimia na yanatokana na bishara za mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila kukicha twaona fadhili za allah zikiitirimkia jumuiya. uchapishaji wa qurani tukufu na vitabu vya masihi maud alah ssalam katika lugha mbalimbali, kazi hiyo imesha zidi mno. Kwa kupitia mta ujumbe wa kweli wa islam unaendelea kufika katika dunia nzima. Mwanzoni kulikuwa na lugha moja tu na ilikuwa chaneli moja. Wakati huu chaneli 8 za mta zinafanya kazi hii duniani kote. Katika nchi mbalimbali za dunia studio mpya za mta zimekwisha tengenezwa, zimekwisha tayarishwa na vipindi mbalimbali vinarushwa kutoka studio hizi. Studio za mta zimejengwa katika nchi za bara la afrika na marekani kaskazini na katika ulaya pia. Ikiwa tuangalie uwezo wetu, hiyo ni kazi isiyowezekana. Kwa kupitia mtandao wa kijamii ujumbe wa kweli wa islam unaendelea kufika kote kote. Serikali ya pakistan ikitumia mbinu mbalimbali imejaribu kupiga marufuku juu ya matangazo yetu, lakini katika nchi zingine za dunia mwenyezi mungu ametufungulia njia mpya. Kisha kwa ajili ya kushikamana na ukhalifa mwenyezi mungu ametufahamisha njia mpya ambayo ikaanza kutumika katika janga la korona, nayo ni kukutana na wanajumuiya kwa kupitia mtandao. Na sasa khalifa wa zama anaendelea kuwasiliana na wanajumuiya wa nchi mbalimbali na watu wanapata mwongozo moja kwa moja kutoka kwa khalifa wa zama. Mimi nikiwa hapa london mara nakutana na wanajumuiya wa afrika, mara indonesia, mara australia, na saa nyingine nakutana na wanajumuiya wa marekani. Hayo yote ni misaada ya mwenyezi mungu. Basi muda wote tukumbuke kwamba jinsi mwenyezi mungu alivyotujalia fadhila zake na ametujalia neema ya ukhalifa, sisi muda wote tuwe wenye kutimiza haki yake, ili hadi siku ya kiama sawa na bishara ya mtume sallallahu alaihi wasallam tuendelee kunufaika na neema hiyo. Mwenyezi mungu amemwahidi hatmasihi maud alaihi wasallam ya kwamba yeye atamjalia maendeleo, naye havunji miadi yake. Lakini ili sisi tuweze kunufaika na ahadi hiyo, tutalazimika kutekeleza wajibu wetu, na sisi tukiwa watumishi wenye kumshukuru mwenyezi mungu tutalazimika kuinama mbele yake na tuwe tayari kutimiza ahadi ya kuutii ukhalifa na kujitolea kwa ajili yake hadi pumzi yetu ya mwisho, na tuwe tayari kwa ajili ya kujitolea kila kitu. Ndipo tunaweza kutimiza haki ya kuwafanya watoto wetu kuwa watifu kwa ukhalifa. Hatmasihi maud alaihi wassalam ametuhakikishia ya kwamba sisi tutajaaliwa fadhili za allah ikiwa tutabaki na imani na tutakuwa tayari kwa ajili ya kujitolea kila kitu. Hivyo anasema, msizani kwamba mungu atawapotezeni bure. Nyinyi ni mbegu iliyopandwa ardhini kwa mkono wa mungu. Allah anasema mbegu hii itaota na kukua na yatatoka matawi yake kutoka kila upande na hatimaye itakuwa mti mkubwa. Basi amebarikiwa yule aiaminie habari hii, wala asitishike na majaribio yajayo kati, kwani majaribio hayana budi kuja ili mungu awajaribu kwamba nani ndiye mkweli katika madai yake ya bayati na nani mwongo. Yule atelezaye kwa jaribio hatampa mungu hasara yoyote, bali bahati yake mbaya itamfikisha motoni. Kama asingezaliwa ingekuwa bora kwake. Lakini wale wote watakaosubiri, ambao watatetemeshwa na misiba na kupigwa na zoruba za misukosuko, na kaumu zitawacheka na kuwazihaki, na dunia
itawatenda kwa karaha sana. Hao mwishowe watapata ushindi na watafunguliwa milango ya baraka. Mungu kasema akiniambia ya kwamba niipashe habari jumuiya yangu ya kwamba wale walioamini na imani yao haikuchanganikana na tamaa za kidunia, wala imani yao haikuchafuliwa na unafiki wala woga, na imani hiyo haikukosa daraja lolote la utii. Hao ndio watu anaowarizia Mungu, na Mungu anasema ndio hao ambao hatua yao ndio hatua ya kweli. Kisha anasema kalamu ya Mungu inaniambia kwamba majanga mengi yatatokea na maafa mengi yatateremka ardhini. Mengine yatazwihiri katika maisha yangu na mengine yatatoka baada yangu, naye ataijalia silsila hii maendeleo kamili, mengine kwa mkono wangu na mengine baada yangu. Basi Mwenyezi Mungu atatujalia maendeleo haya inshallah. Mwenyezi Mungu atujalie uimara katika dini. Mwenyezi Mungu aifanye kwamba tuweze kushuhudia kwa macho yetu maendeleo kamili ya jumuiya. Mwenyezi Mungu atujalie ili tuweze kutimiza ahadi zetu, ili tuweze kuona ahadi za Allah zikitimia. Ibada zetu na sala zetu na matendo yetu yaweze kupata radhi ya Allah. Sisi tuweze kuutambua vizuri ukhalifa wa zama na tuweze kuwaambia vizazi vyetu, ili hadi siku ya kiyama vizazi vyetu waendelee kunufaika na neema hiyo. Katika maombi leo pia napenda kusema kwamba muwaombe wanajumuiya wa Pakistan na wanajumuiya wanaozulumiwa katika sehemu mbalimbali za dunia. Muwakumbuke katika maombi waislamu wanaozulumiwa, wawe wa Palestina na wa sehemu nyingine. Muwakumbuke katika maombi. Mwenyezi Mungu awaondolee matatizo yote na awarahisishie na awajalie wote walio wanajumuiya waweze kufuata kweli kweli mafundisho ya Masihi Maud alayhi salam, na waweze kuwa wanajumuiya wa kweli na waislamu wasiomtambua Masihi Maud alayhi salam hadi sasa. Mwenyezi Mungu awajalie kumtambua na kuja katika baiati yake, na katika dunia nzima tuweze kuona bendera ya Islam na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikipepea, na tuweze kuona tauhidi ya Mwenyezi Mungu ikistawi duniani kote. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.